Mtazamaji wa Machilolo TV, Mungu azidi kukubariki sana wewe unaitazama channel yetu hii nzuri, na usisahau kusubscribe pia, alika na wengine waweze kutazama kile ambacho kinaendelea hapa jijini Kampala. Jina langu ni Umi Kasim, lakini mbele yenu unamuona hapa ni mtumishi wa Mungu Nathan, ni katibu kutoka katika kusudi la kutafuta na kukua kilichopotea. Tumeongoza naye tangu siku ambayo tumetoka Tanzania Dar es Salaam, nao tuko Uganda, na natamani uyasikie mawili machache tu yeye ambayo anatamani kusuambia siku hii leo. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Asifiwe zaidi. Amen. Mungu akubariki kwanza kwa kufika mahali hapa. Hakika tunamshukuru Mungu, ametusafirisha salama na mpaka sasa leo ni Ijumaa, bado tuko salama na kiu na shauku inaongezeka kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mtazamaji wa Machilolo TV, katibu alikuwa anaratibisha vitu vyote ambavyo vilikuwa vinaendelea huku mahali hapa Uganda. Natamani kufahamu ulivyosikia mbiu kwamba tumealikwa na mtumishi wa Mungu Prophet Uswego Magaga tuje huku katika kongamano hili la watu wa Uganda. Wewe ulisikiaje moyoni mwako? Kwanza nilisikia amani kwa sababu ni jambo ambalo limenitoa kimataifa. Kutoka nchi uliozaliwa kwenda nchi nyingine kwa ajili ya Mungu, kwangu mimi binafsi na katika hali yangu ya imani nimeliona ni jambo kubwa sana na la kipekee. Hivyo nilikuwa na shauku sana, na shauku yangu imefanana na uhalisia ambao nimeukuta kwenye mji huu sawa na kongamano ambalo linaendelea, kwa sababu ni kweli inatutoa katika hali ya kusinzia kwenye mambo ya roho na kutuamsha na kutuweka wakfu kwa ajili ya Mungu na kazi yake. Kwa hiyo hakika kilichotuleta kinafanana na mazingira na uhalisia, na upako upo kweli kweli. The anointing is full and watu wanafunguliwa, watu wanakombolewa, watu wanahamishwa. Hata wengine tumewasikia wakikiri, wakitoa shuhuda kwamba alikuwa muimbaji akaacha uimbaji akaingia kwenye uchungaji, kumbe alikuwa ameacha kalama ambayo ni mafuta aliyokuwa amepakwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya mambo hayo yote. Amen. Kwa faida ya watazamaji, natamani kufahamu, je, mtumishi wa Mungu Prophet Uswego Magaga alishawahi kutoka kufanya huduma nje ya nchi yake au ni mara ya kwanza kufika hapa? Hakika kwanza hilo ni jambo lingine ambalo limebeba muujiza, kwa sababu mtumishi wa Mungu haendi sehemu kama Mungu wake hajamridhia kwenda. Labda tu nitoe siri kidogo kwamba hata tulipokuwa katika maandalizi yote, na kwa bahati mbaya zaidi wenzetu mlitangulia na basi, sisi tukaja siku ya pili ya Jumapili na ndege. Wasiwasi wangu mkubwa nilikuwa nazidi kumbembeleza Mungu amkubalie mtumishi wake kuja Uganda, sababu imewahi kututokea mara mbili kwamba tulikuwa tumeandaa mikutano na maandalizi yote yako tayari, lakini ule muda wa kunyanyuka Mungu wake anakuwa hajasema kitu, kwa inabidi safari iahirishwe. Wakati mwingine ilikuwa twende Nigeria, tumeandaliwa vitu vyote, visa, passport, na mpaka gari imefika mlangoni alfajiri ili kumchukua kwenda airport, lakini Mungu wake aliponyamaza safari ikashindikana. Kwa hiyo nilikuwa na huo uzoefu, nikawa naogopa kwa sababu hata tu kwenda kwenye hizi media tulikaa karibu miaka 4, watano ndipo Mungu akamilizia sasa unaweza ukaenda kwenye media. Kwa hiyo jambo hilo lilikuwa linanitia mashaka na wasiwasi kidogo, lakini nikamshukuru Mungu mpaka nilipofika nyumbani pia kumfuata alichelewa kidogo kutoka ndani. Kwa hiyo nikaanza kusikia jasho linanitoka. Unaona kama bwana atakuwa kagairisha ama vipi? Yes, nikawa napata tena mashaka kwamba safari imeshaharibika nini. Nikamshukuru Mungu alipotoka nje. Lakini pia cha ajabu tulipotoka nje akaingia kwenye gari, anawasha gari likagoma kuwaka. Kwa hiyo yeye pamoja alikuwa anaona ni kawaida vitu, lakini mimi ambaye na uzoefu naye kwa sehemu kidogo, kama Mungu aliponipa neema kwa naye karibu, nikaanza kupata mashaka yale kwamba Mungu tena hajalizia safari nini, akuendeki nini. Basi mwenyewe akasema no, itakuwa disconnection kwa sababu kuna shida fulani kwenye waya, hebu fungua bonnet ifanye hiki na hiki na hiki. Tulipofanya vile gari ikawaka, nikasema kwa hiyo mpaka natoka getini nikasema haleluya, safari imekuwa. Lakini pamoja na yote hayo mlifika mahali hapa. Tunamshukuru Mungu, tangia hapo hakuna sehemu yoyote tulikwama, tukafika airport kwa wakati, tukapita milango yote vizuri, tukashuka vizuri, tukapokelewa vizuri, tumefika mahali hapa vizuri na ibada inaendelea vizuri, na amekubalika Uganda kwa asilimia nyingi mno katika ulimwengu wa roho na katika damu na nyama. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya mambo haya yote. Wewe ni shuhuda, ulikuwa katika ibada tangu hata yeye anaanza kufundisha. Ulikuwa unaonaje mioyo ya watu wa Uganda walivyompokea? Kwa kweli watu wa Uganda wamempokea prophet katika hali ya kitofauti sana.
Na ni kweli Mungu amekuja kuinua vipawa, kwa sababu hata tukipokuwa naendelea kuhudumia mtu mmoja mmoja, unaona watu wana neema za kinabii, watu wana neema za ualimu, watu wana neema za utumishi wa aina mbalimbali. Na uzuri hata baba yangu pia Prophet amefurahia, wengi ni vijana. Yaani wazee unahesabu moja, vijana 15. Mmoja hata hapa sasa hivi anaendelea kuhudumia mtu mmoja mmoja. Nafikiri watumishi wa Mungu wataonyesha kwenye kamera. Vijana ni wengi kuliko wazee. Wazee walikuwa kama 4, the rest ni vijana, na karibu tumehudumia watu 60 kasoro hivi. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu, huko uamsho wa injili wa kutafuta na kuokoa kilichopotea umeingia ndani ya Uganda. Ya Mungu ni mwema sana kwa ajili ya mambo yote. Kwa faida ya watazamaji wa Machilo Online TV, hatukualikwa peke yetu. Kulikuwa kuna watumishi kutoka sehemu mbalimbali. Kwa wewe haikukuletea hofu yoyote kusema kwamba ndio mara ya kwanza kuja, na tuliambia kwamba hatuko peke yetu kutoka na watumishi wa Mungu? Nataka uambie watu watazamaji chochote tu kwa yani wewe moyoni mwako ulivyoambia kuna watumishi wengine, ulihisi nini? Mimi nilijua, unajua Mungu yuko hivi, anapomweka mtu mafuta kutokana na nafasi anayompa, japokuwa wengine wanavutwa na wanadamu, wanajitoa kwenye nafasi ambazo Mungu anawapa, lazima kutakuwa na kitu cha tofauti kwa ajili ya kila mtumishi wa Mungu ambaye ameitwa. Kwa hiyo pia nilikuwa na hiyo shauku ya kujua kwamba katika kila mtumishi aliyekuja kuna jambo langu. Na of course ndivyo inaendelea kutokea, na ndivyo iko hivyo. Japokuwa tumekutana na hali tofauti kwamba hiyo imeonekana hata Tanzania kwetu kwamba watu wengi wanapata neema ya Mungu, lakini kutokana na hali ya mazingira anakuta mtu amepewa kipawa cha unabii, lakini anaweza akasema mimi ni bishop ama mimi ni askofu. Lakini katika uhalisia Mungu anagawa karama zake katika nafasi hizo 5: mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, nabii na mtume. Lakini nature ya nchi zetu na mazingira yanavyokuwa, unakuta kinaongezwa cheo ambacho katika ulimwengu wa roho kinakuwa kama kinamfifisha, lakini katika uhalisia yule ni mtume ama ni nabii. Na hata ukiangalia kazi zake anazofanya, huduma anayotoa, unajua kabisa huyu ni mtume ama ni nabii. Lakini unakuta sasa akilitambulisha hilo jina kwa nature, anaweza hata akakosa usajili wa huduma yake, ama watu wanaweza wasimuelewe kabisa, wasema huyu tena mtu gani katokea wapi. Ila tunamtukuza Mungu kwa kadri neema inavyozidi kumiminwa kwa watu wake, hizo karama mbili zinaanza kukubalika duniani na kwa watu wake pia. Na tumeona madhihirisho, kwa sababu watu hapa walikuwa tunataka nabii, tunasubiri nabii. Nabii anakuja saa ngapi? Nabii anapanda saa ngapi? Hata jana hakuhudumu, lakini ikaonekana kuna shauku kubwa. Na leo imejidhihirisha, watu waliposema atahudumia mtu mmoja mmoja, idadi ya watu mpaka wengine wamezuiwa. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu kwamba watu wake wanazidi kupata ufahamu, kujua kwamba Mungu anaendelea kufanya kazi katika zile huduma 5. Na ni kukumbusha jambo tu mtazamaji wa Machilo Online TV, kuna siku baba alipata kuhudumia, ilikuwa ni siku ya kwanza ile, alitabiri kwamba ilikuwa ya pili, alitabiri kwamba atatokea mtu mkubwa ambaye mwenye kipawa, aligawa kipawa cha kinabii. Yes, ndio. Akasema kwamba atatokea mtu mkubwa, na hawa watu wa Uganda hawatuamini kama ni yeye. Kwa hiyo naamini madhihirisho yalianza kuonekana tangu ile siku ya kwanza, japo kwa mara ya kwanza watu waliona kama kitu gani kitu, lakini kwa neema ya Mungu baba alikaa chini akazungumza nao, wakaelewa. Yani hivi ninavyokuambia, wanatamani kumuona ni saa ngapi anapanda. Yani watu ni wanajaa, watu ni wanafurika. Na mimi naamini huko kokote ulipo unatazama, alika ndugu yako, kwa sababu sisi tumeleta baraka na sisi pia tunaondoka na baraka za huku, tunategemeana wote. Mungu akubariki sana. Au una jambo la mwisho la kuzungumza? Jambo la mwisho la kumwambia mtazamaji, tangu nimemjua baba yangu Prophet Uswege Mwegaga 2016, na kadri Mungu anavyomuongoza, usije ukasema nimemzoea namjua. Maachilio TV haina jambo jipya. Naamini kabisa liko jambo jipya kwa ajili yako. Japokuwa sisi tumekuja Uganda, lakini tangu tumekuja naye hajaongea kitu ambacho tumewahi kumsikia Tanzania. Kwa hiyo na wewe nakwambia kabisa, jiweke vizuri karibu na TV yako, liko jambo jipya kwa ajili yako. Haijalishi linatokea mlango wa Uganda, ni sawa sawa vile tumekuja juu ya mlima.
Kwa tunaporomosha mawe kwa wepesi yakapige maadui zetu huko ndani ya Tanzania. Kwa hiyo na kujiconnect vizuri, ukaingia katika hii neema na mambo yako yakabadilika, ukaenda viwango vingine. Asante. Na kabla hujaondoka katibu, nakumbuka kuna mtumishi mmoja alipanda jana, alikuwa ni anaitwa kutoka Mwanza. Yule mtumishi wa Mungu, yani ukiangalia moyo wake amemkubali kabisa. Yani hata akitoa mfano nakwambia kwamba jana nilizungumza na nabii. Yani mifano yake yote nakwambia jana nilizungumza na nabii. Hii inamaanisha ya kwamba yeye ameelewa na baba yetu ni ana kitu cha tofauti. Yeye paka anasema kwamba huyu mtu tangu ametembea katika sehemu zote lakini hajawahi kukutana na mtumishi wa Mungu, na ni mtumishi wa Mungu ambaye ni wa kweli. Yeye amekiri, hajawahi kumuona, ndio siku ya kwanza anamuona, lakini yeye amekiri. Kwa swali lingine tu la kawaida, natamani kufahamu tangu umefika mazingira hali ya hewa Tanzania na huko vipi, tunafanana? Kabla kwanza sijaenda swala la hali ya hewa, naomba nirudi kwa huyo mtumishi wa Mungu anaitwa Eric. Yes. Ni nabii wa Bwana, yuko katika nchi ya Mwanza, Tanzania pale Mwanza. Yeah. Hapendi mwenyewe kujiita nabii, anajiita mchungaji. Lakini unaona kabisa ana neema ya kinabii. Na ni kweli hata tukikaa naye, maana nimepata bahati pia ya kufika naye hoteli moja katika hoteli ambazo wenyeji wetu wametupangia. Tunakuwa na muda wa kuongea kidogo baada ya chakula. Kwa hiyo ni kweli zaidi ya hivyo anakiri kabisa kwamba iko neema ndani ya mtumishi wa Mungu na Mungu wake amemdhihirishia kwamba kuna kazi kubwa ameweka ndani ya huyo mtumishi. Kwa hiyo naye ana appreciate kwamba tabia, matendo, maongeaji aliyoyaona kwa nabii hajawahi kuona mtu mwingine yote anayemtumikia Mungu katika nature hiyo. Na ametamani kuwa karibu na mtumishi wa Mungu ili naye azidi kuambukizwa vitu fulani, aongezeke zaidi katika neema ambayo Mungu wake amempa. Kwa kweli hali ya hewa ya Uganda katika swali liloniuliza ni nzuri, hata mvua zake sio za usumbufu. Tumeona mvua siku 2 zilizopita, lakini ni mvua ambazo zinakufanya uendelee na shughuli zako. Na hakuna baridi sana, hakuna joto sana. Kwa hiyo tunaishi hivyo, mazingira ni hewa nzuri kutoka kwa Mungu. Hatuhitaji mafeni, hatuhitaji ma-AC, hatuhitaji kujikinga kwamba kuna hali ambayo utashindwa kufanya mambo mengine. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Yamkini sio hali ya siku zote, ni hali ambayo Mungu ameifanya kutokana na kujua kwamba watu wake tuko mahali hapa, sababu kuna shuhuda nyingi sana zinatutokea. Hoteli tuliofikia mwanzo tulikuta mwingiliano mwingi, lakini hizi siku 2 za juzi na jana tunaona hakuna kabisa mwingiliano, vyumba vitupu. Kwa vyumba 3 ambavyo watumishi wa Mungu tumefikia ndivyo hivyo tu vina watu, vingine vyote viko empty. Hali ya hewa zilikuwa tofauti, lakini sasa hivi kuna wingu kabisa, unahisi kabisa kuna uwepo wa Mungu kila mahali katika mji huu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu yuko pamoja nasi na vitu vinaendelea. Hata shauku za watu kila siku zinavyoongezeka, shauku zinapanda. Amen. Umejifunza Kiganda hata kidogo? Nyonyo. Nyonyo sana. Wanasema bagara nyo, nakupenda sana. Sema na wewe. Kwa hiyo nimejifunza. Najua maneno mawili matatu. Asante sana, Mungu akubariki sana baba. Amen. Uwe na siku njema. Mtazamaji wa Machilo Online TV, huyu alikuwa ni katibu wetu wa Kusudi la Kutafuta na kwa kilichopotea. Amezungumza mengi na utazidi kumuona kwa sababu bado tuko mahali hapa. Nachokusiti usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Mimi pamoja na wenzangu tutakuletea kila kitu ambacho kinaendelea hapa nchini Uganda, Kampala. Nitakuwa na watu wengine pia watatamani kufahamu kitu ambacho kinaendelea mahali hapa. Pia nitafanya interview na wachungaji kutoka sehemu mbalimbali. Nachokusitu usisahau kusubscribe na usiache kutazama kwa sababu najua liko jambo ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yako. Kumbuka, tunatamani tupate baraka wote na wewe pia upate baraka unayotazama hata kama uko mbali. Usahau pia kucomment, alika na watu wote. Jina langu ni Umi Kasim, nyuma ya kamera ni Shenia Kimari.